Karibu tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kijamii kutoka hapa ambazo zinagusa kila mahali. Na siku ya leo tuna ile habari ambayo inazungumzia marehemu James Temba ambaye alizikwa Alhamisi ya wiki iliyopita katika mkoa wa Kilimanjaro, Moshi, baada ya kifo chake chenye utata kikipatikana kiwiliwili pekee katika mto wa Msimbazi jijini Dar es Salaam na kuzikwa akiwa hana kichwa. Hatimaye kwa taarifa zilizotoka hii leo zinaeleza kwamba kichwa hiko kimepatikana. Akielezea baba mzazi wa marehemu katika mahojiano na mwandishi wa habari kutoka Global TV, ameeleza haya. Jeshi la polisi wanaendelea na taratibu hizo, wanaendelea na taratibu hizo kutafuta kichwa hicho, na nafikiri wamefikia hatua nzuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado niko Moshi, lakini nategemea kuondoka. Ukisema wamefikia hatua nzuri una maana gani? Unajua kama hawajamaliza kazi yao, si vizuri sana kuongea mambo yao ya polisi. Ndio. Lakini kwa taarifa za tetesi za awali waliniambia kwamba wamekipata. Okay. Na walikodokeza kwamba wamekipata wapi? Maeneo ya Kitunda Kibeberu. Ndipo ambapo kilipatikana hicho kichwa. Kilichopatikana huko. Na wakati taratibu nyingine zinaendelea, maana ya kwamba msiba utafungwa tena kuhakikisha kwamba mnakwenda kupumzisha kichwa cha marehemu James Temba. Wakishamaliza taratibu za kiupelelezi na taratibu za kisheria hizo wanazozifanya, tutakabidhiwa, tutakwenda kukirudisha nyumbani kaungane pale kwenye kiwiliwili chake ilikuweko, kaburi lake ilikuweko. Kwa maana ya kwamba kaburi itaenda kuchimbuliwa ili kuweka kichwa kikawa kwenye mwili wake. Wale waliojengea nafikiri kuna sehemu waliacha kwa dharura, kwa sababu ya tulitegemea kwamba kitapatikana. Ndio. Tulikuwa tumewaza kwamba kikipatikana tukiwa tumeshamwaga zege kote itakuwaje, lakini tuliacha sehemu kama ya dharura. Ndio. Na kama kichwa cha familia, kwa maana ya wewe baba ndio kichwa cha familia, nini neno la familia baada ya kupata taarifa ambazo bado nyinyi wenyewe mjakabidhiwa kichwa cha marehemu James, lakini kuna ile namna ambavyo nyinyi kama familia mmepokea, neno lenu ni lipi? Sisi kwanza tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki kwa kushirikiana nasi toka mwanzo tulipopata taarifa hizi mbaya za kifo cha kijana wetu, kwa sababu ni watu wengi walitukimbilia kutoka sehemu mbalimbali. Ndio. Na tuliposikia taarifa kupatikana hicho kichwa pia tumefarijika, maana tumeona unawaza mtoto amezikwa hana kichwa, unakuwa na mawazo ambayo ni tofauti zaidi. Pamoja na kwamba ushapata hasara ya mtoto, lakini na ufungu zaidi wa kukoselea mtoto kuzikwa bila kichwa. Lakini kwa juhudi za jeshi la polisi na kuweza kufanikisha hilo jambo, ni kwamba tunawashukuru kwa juhudi zao, lakini pia tunawashukuru hata waandishi habari kwa taarifa zao mbalimbali ambazo zimesaidia watu kupata taarifa. Ndio. Naam, alikuwa ni baba mzazi wa marehemu James Temba ambaye mwili wake tayari umeshazikwa kiwiliwili pekee pasi na kuwa na kichwa, na inatarajiwa kichwa hiko kuunganishwa na mwili ili vizikwe kwa pamoja na kupumzishwa mwili wa marehemu huyo ulale mahala pema peponi. Bwana, hii ni Manyuzi TV, nilikupitisha kufahamu habari hiyo ambayo ina trendi kwa sasa inayohusiana na mwili wa marehemu James Temba ambaye ulizikwa bila kichwa, ukizikwa kiwiliwili pekee. Hatimaye jeshi la polisi limeweza kupata kichwa cha marehemu huyo James Temba maeneo ya Kitunda jijini Dar es Salaam. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kijamii kama haya, teki, burudani, michezo, pamoja na kufahamu masuala mengi ambayo yana trend katika mitandao ya kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.